Ndugu zangu, wawekezaji wamekuja mpaka sasa hivi wako kwenye hatua za utafiti, na leseni walionayo ni leseni ya utafiti, lakini imeonekana kuna dalili zote za uwepo wa hayo madini. Nimeeleweka vyema? Wako kwenye hatua ya nini? Ya utafiti, lakini majibu waliyoleta ni kwamba asilimia kubwa wana uwezekano wa kufanikisha kile ambacho wanakitafuta, na katika kufanikiwa hicho wanachokitafuta wataweka kiwanda cha kuchenjua madini hayo hapa hapa Mkiu. Mwanzo matarajio yalikuwa ni makubwa, lakini majibu niliyopatiwa ni kwamba katika kuchimba kwao ni 2% ya kile ambacho wanakitafuta. Kwa hiyo mwanzo tulitegemea hata ajira zingekuwa nyingi sana, lakini mpaka sasa hivi makadirio ya ajira za moja kwa moja watu watakaoingia kwenye mgodi ni watu 200. Taratibu zinaendelea. Zitakapokamilika hatua za utafiti, wawekezaji hawa wataleta mitambo yao, na kabla ya kuleta mitambo zitaanza taratibu za kuanza shughuli za kutambua yale maeneo ili wahusika waweze kulipwa fidia. Ndugu zangu wana Mkiu, kupitia tamko langu hili niwaombe sana tutoe ushirikiano wa hao watu. Ushirikiano tutakoutoa na tija itakayopatikana kutokana na uwekezaji utaleta wageni, pia shughuli za hapa pia zitachangamka, mzunguko wa fedha utaongezeka. Hiyo Makambako anayoizungumzia mheshimiwa diwani ndio itakuwa kweli, lakini mheshimiwa diwani ananitia mashaka. Makambako gani ambayo itaki kufanya biashara masaa 24? Kwa hiyo ndugu zangu wana Mkiu, huo ndio uhalisia. Naomba tusukumwe na taharuki. Wakija kwenye maeneo yetu wapokee, wakija kwenye mashamba yetu tuwapokee. Wako pamoja na serikali ya kijiji na wako watu ini wanaendelea kufuatilia juu ya tafiti zinazoendelea kufanyika. Litakapokuwa limekamilika, uwekezaji utaanza kwa siku za karibuni. Kwa hiyo wamiliki wa kampuni ambao ni Mr. Tony, lakini hao mabwana wana kawaida moja, wanajiita jina la linaloendana huko alafu wana majina ya nyumbani. Jina la nyumbani lililopo kwenye NIDA yake anaitwa Wu Jianpei. Wu Jianpei. Yes. Na unajua ni watonye tu kitu kimoja, kipindi fulani napata shule kidogo niliyokufundishwa nao watu waliniita jina, wakawa wananiita Wu Song. Kwa hiyo leo nimekutana na Wu Jianpei, lakini yeye anajiita Tony, lakini jina linalotambulika kule China ni Wu Jianpei. Yuko na wenzake, kundi ni kubwa, lakini kampuni hii ni kampuni inayoundwa na Wachina pamoja na Watanzania, ambapo mwenzetu Mtanzania mwenzetu kakaangu Muhammad huyo hapa ndio yuko pamoja nao. Ndugu zangu wana Mkiu, naomba niwaeleze kitu kimoja. Nimewaeleza story nzima namna walivyofika wapi ofisini kwangu. Sio Mtanzania. Wamefika ndani ya siku bwana. Wanajua na wewe ni Mchina bwana.
Hebu simama uje usalimie hapa ili wajue kwamba ni Mswahili wa Kariakoo. Kamwene. Habari zenu jamani. Mimi naitwa Mohamed Yahya, Mtanzania. Nimezaliwa, nimesoma shule ya msingi, sekondari, chuo nilisoma nje. Mimi ni Mtanzania kama nyinyi na nina furaha kubwa kuwepo hapa Mkiu. Sisi tunategemea kuajiri watu rasmi kuanzia 100 na vibarua zaidi ya 300 na tutafika mpaka watu 1000. Sasa wana Mkiu, mko tayari? Mko tayari? Na kazi ipo, msio na wasiwasi. Usio na wasiwasi. Kazi ikiwa nzuri na nyinyi maslahi itakuwa mazuri. Lakini wanasema Swahili tunaanza polepole mpaka tunapofikia mwisho wa safari yetu. Na kina mama mujitayarishe, msikae nyuma. Waswahili wanasema usikae nyuma kama koti, kaa mbele kama tai. Sawa jamani? Mkiambiwa kazi ipo mara moja muje haraka sana. Msiwaache kina baba wakupigeni mabawa. Sawa jamani? Kwa hayo yote jamani, nawashukuru sana, asanteni sana.